Kabla hajaondoka ndipo akatoa wazo kwamba nipewe angalau mzigo kiasi nisiende mikono tupu, na bosi akaunga mkono wazo lile. Nikajiuliza nipewe mzigo nusu kwa maana kwamba naenda kufanya kazi gani? Basi kwa kuwa nilikuwa tayari kufanya kazi aina yoyote ile, sikuweza kujaji wala kuuliza chochote, basi nikakubaliana naye. Dakika kadhaa zilipita, baadaye jamaa akarudi kuja mpaka pale nyumbani, akanichukua tukaelekea mtaani ambapo kulikuwa na duka dogo ambao nimemkuta yule Dogo Ino ambaye ni mtoto wa yule mama. Fika pale tumekaa, Dogo Ino ama yule Ino akawa sikuelewa kinachoendelea kabisa, mpaka pale ambapo mwenyeji wangu alimwambia Dogo Ino aweke box moja aweke 100, nyingine aweke 60. Kajiuliza ni vitu gani? Hadi pale tena baadaye Dogo Ino ananiulizia vipi ya kuonja, nikupe ya ukwaju au nikupe ya ladha gani? Kajua ukwaju tena, mbona kama ice cream hizo? Basi nikamwambia nipe strawberry, na ndipo kanipa ice cream moja, nikawa naendelea kulamba. Nikasema hapa ni kuuza ukwaju. Nikaanza kupata ugumu wa kufanya kazi hiyo, kwani lengo lilikuwa ni kuuza duka. Akili yangu direct iko najua kuuza duka, ingawa sikuwa najua ni duka la aina gani. Mwanaume nikajikuta najipa moyo sana, huku nikiwa naamini kwamba mafanikio yanakuja kwa njia yoyote ile. Kwa kuwa sijui mitaa, litangulizana na mwenyeji wangu, tulienda kuuza huku nikiwa namfuata nyuma kama mkia. Tuliuza siku nzima na hatimaye kazi ilikuwa nzuri kwa siku hiyo, kwa sababu wenzangu walimaliza mapema, lakini mimi katika zile 60 ambazo nilikuwa nimechukua nimeuza almost 30 na. Kwa hivyo biashara haikuwa ngumu sana, lakini changamoto ilikuwa ni kule kujua mitaa na wapi ni wapi niende wapi. Kwa kuwa nilikuwa naye ilikuwa kidogo kuna kaohue. Basi siku zilisonga na hatimaye nikawa nazunguka mwenyewe naye kivyake. Tulipiga kazi kwa muda mrefu na kwa hatimaye kwa namna fulani kazi ile ilikuwa inanilipa, kwa sababu nilikuwa nikipata mshahara wangu wa mwezi vizuri bila shida yoyote, na nilikuwa nikizingatia sana familia yangu. Kila ninapopata pesa naituma nyumbani, na mamangu alikuwa anaona matunda ya mimi mwanae kuweza kujituma. Basi siku zilisonga. Basi nilipokuwa nauza kwenye mitaa ya Sinza, kuna saluni moja iliyoko barabarani kabisa, ambapo walikuwa wanafanya kazi mhudumu mmoja ambaye ni mdada hivi shombe. Sikumjua jina, lakini alikuwa ni mteja wangu sana. Alikuwa ananinuza mpaka ice cream 5,000, kitu ambacho ilikuwa yani nikizunguka kote lazima nifike kwake, kwa sababu ndo walikuwa wananibusti katika kwenye maingizo yangu ya simu. Sikuwa namjua jina, basi nilimsave tu shombe, maana alinipa namba zake za simu kwamba ninapokuwa napita niwe nampitia, kwa sababu alikuwa anapenda ucheshi wangu, story zangu na vitu vingine kama hivyo. Siku zilisonga, nilipiga kazi miezi kadhaa. Hatimaye nilikuwa napata mshahara wangu wa mwezi kila siku, na mshahara wangu wa mwezi naupata kwa wakati, naitumia familia yangu, wanajikimu na familia, na mimi mahitaji yangu yote ya msingi yanaenda. Nilijitahidi kuweza kutunza vya akiba vidogo ili kuweza kupambana na dharura pale itakapokuwa imejitokeza. Hatimaye baada ya miezi 4 kukatika, siku hiyo bana, mama mwenye nyumba ambaye ndo bosi wangu, naye mamake alikuwa anaugua ugonjwa wa kuparalyze, yuko huku kijijini. Hivyo mama aliondoka kwenda kijijini kwenda kumuuguza mama yake, na hatimaye kutokana na kwamba yeye ndo alikuwa msimamizi mkuu wa biashara yake, biashara ilianza kuyumba, kwani maingizo yote tulikuwa tunayakusanya tunamtumia yeye aweze kumhudumia mama yake huku kijijini. Na mwisho wa siku ilifikia muda hatuingii tena kazini, bali tu tunashinda nyumbani ni kula na kulala na kula misele. Basi kwa hiyo kama maingizo tena na mshahara hakuna, hali ambayo alikuwa inanitisha kwamba endapo nitafeli ama itaishia hivyo nitaendeleaje kusaidia familia yangu. Na hatimaye siku moja nikiwa mtaani, hapo mtaani nimekaa, nakutana na mshikaji mmoja ambaye ni bodaboda anapita, lakini nikaamua kumuita jina lake la utani ambaye tulikuwa tunamuita Chidi. Yule bwana alikuwa ni mshikaji wangu ambaye alinitangulia shule wakati kipindi tunasoma, alimaliza yeye wa kwanza alafu mimi ndo nikafuata. Kwa hiyo ni mtu wa mtaani kwetu kabisa, tunafahamiana. Bwana yule jamaa alikuwa anapiga bodaboda. Alikuja pale tukapiga story 2-3, kaniulizia nafanya mishe gani, nikamwambia bro mimi sasa hivi mishe sina, nilikuwa nafanya hivi nipo hapa lakini sasa hivi sina mishe yote. Kaniambia ungeweza pikipiki mimi ningekupa upambane. Nikamwambia bro mimi mbona pikipiki naendesha. Na ni kweli nilivyokuwa nyumbani kule weekend sometimes nilikuwa nachukua pikipiki ya brother, nafanya bodaboda kwa mara chache sana, lakini ila sometimes nilikuwa nafanya sana naendesha pikipiki kwenda kudeliver mizigo na vitu vingine. So kabidi nimwambie naweza kuendesha pikipiki, anifanyie mpango wa pikipiki hata ya mkataba niendeshe. Basi nikiwa najipa moyo kwamba ananipambania, nikiwa naishi pale nyumbani, siku moja alinipigia simu akaniambia, sasa brother bana, nataka nikupe pikipiki yangu. Mimi pikipiki nakupa alafu nachukua nyingine ya mkataba, kwa hiyo utakuwa unanilipa mimi, nakupa hii ya kwangu. Mimi nikaona fresh. Basi ndipo nikaanza kuingia mtaani mzee, nikawa ni bodaboda sasa. Nikaachana na kuishi pale nilipokuwa naishi mwanzo. Nikiwa naishi pale nachukua ile pikipiki ya mshikaji, naendelea kupiga bodaboda, alafu hatimaye jioni naenda kuipaki sehemu hivi kwenye sheli, narudi kwenda kulala kule nyumbani.
nyumbani. Wao hawajui kwamba napiga bodaboda, wanajua tu bado nipo kwa kuwa sikuwa na uwezo wa kwenda kupanga chumba sehemu. Na kiukweli niliona kabisa biashara ya bodaboda inalipa, kwani kwa siku nilikuwa naingiza 20,000 na zaidi. Halafu mshikaji alikuwa anataka nimpe tu shilingi 8,000 kwa siku. Alikuwa anasaidia sana yule mwamba mwana. Nilianza kuweka akiba zangu kupitia kazi ile ya bodaboda. Basi yule mteja wangu wa ukwaji ule wa saluni, dada Shombe Shombe, alikuwa akinipigia kuniulizia mbona siku hizi sikuoni. Ndio nikamwambia nimeachana na issue tena ya ukwaju, kwa sasa nipo kwenye bodaboda, tena kwa kuniambia pia nitakuwa bodaboda wake na atanitumia endapo atakuwa ananihitaji. Nilianza kuweka akiba kidogo kidogo, na baada ya miezi 3-4 nikawa na akiba nzuri kabisa. Basi nilipata wazo la kwamba ni vizuri kama nikakodisha chumba, lakini nilivutiwa sana na mitaa ya Sinza, kwani niliona ni sehemu rafiki sana kwangu. Nilimwomba yule dada wa saluni ambaye ni Sala aniulizia ama atafute chumba cha bei rahisi kwa katika mitaa hiyo, naye akaahidi kwamba basi haina shida. Na baada ya wiki moja kuisha, yule mdada akanipigia simu na kuniambia kama nina muda niende nikakione hicho chumba. Kamuuliza nikutane naye wapi, kanielekeza niende mpaka pale saluni kwake. Basi kwa kuwa nilikuwa napajua, nikaenda zangu mpaka Sinza Makaburini ambapo ilikuwa ndio ofisi yake ilipo. Kwa kuwa sikuwa mbali na eneo lenyewe, nilifika pale na yeye alikuwa anaishi Sinza kwa Lemi. Hivyo basi akaniuliza kama nitaweza kuvutiwa na maeneo ya Sinza kwa Lemi, kwani kuna jirani yake ambaye amepata kazi nje ya nchi, hivyo anatafuta mtu ampe pesa kiasi tu kama amfidie ili amwachie chumba chake na vitu vyake vyote. Na jamaa alikuwa anataka 800,000 tu, ila akasisitiza kwamba ikipungua sana mwisho ni 700,000, tena iwe cash. Chumba kimelipiwa kodi ya miezi 6 na kina kitanda, godoro na vitu mbalimbali. Kwa kuwa nilikuwa na 600,000 tu, nilimuomba Sara anidhamini 100,000 tu, baada ya mwezi vinamlipa. Bwana, issue ikawa rahisi sana. Ule mdada akanielewa, akatoa 100,000 yake, nikachukua chumba fresh mzee, kawa najilamba mtoto wa